Welcome to Dr. Mwaka Global Channel. Manifestation method maarufu sana ambao watu huitumia kuvuta chochote ni ile manifestation ya kutumia 3, 6 na 9. Hii manifestation mimi mwenyewe naitumia mimi kama daktari, na ndio maana nakuja kukufundisha ili uweze kuitumia kupatia majibu. Sasa hii manifestation iko na nguvu sana, na nguvu yake tunatumia namba 3, 6, 9. Hii mbinu ni maarufu, hasa ilikuwa inatumiwa na Nikola Tesla kama ushamsikia. Na hizi namba ziko na siri ambayo leo nitakwambia jinsi gani utazitumia kwa siku 21. Alafu ukizitumia kwa siku 21 ndio naambia daktari sikupata chochote. Itakuwa ni uongo, haiwezekani. Kwa sababu ni namba ambazo ziko na nguvu zaidi. Kwa hiyo siri ya namba 3, 6 na 9 na jinsi gani Nikola Tesla aliweza kuitumia. Sasa Nikola Tesla alikuwa aliamini kuwa kuna ufunguo ndani ya namba, na funguo moja katika ulimwengu ni funguo ya kutumia namba. Pia yapo maumbo, yako ishara, ziko nyota, lakini alijua katika funguo za ulimwengu basi mojawapo ni ya kutumia namba. Na huyu Tesla alikuwa akifanya mambo yake anayapanga katika makundi matatu. Yaani katika kila kuzunguka anajenga kuwe na makundi matatu. Kabla ya kuingia katika kitu chochote anazunguka jengo mara 3. Kwa hiyo kutokana na hii kukatokea uchambuzi wa siri kutumiwa namba, jinsi gani namba 3, 6 na 9 ni namba za siri. Sasa wana sayansi haswa kupitia hisabati ni mathematics, wakaja na vortex mathematics. Sasa wanasayansi mambo ya kiroho kupitia vortex mathematics wakaja wakaona kwa nini namba 3, 6 na 9 ni namba zenye nguvu sana. Na katika mwelekeo wa kutafuta namba nyingine ambayo ni namba 1, 2, 4, 5, 7 na 8, waliangalia mfumo ambao uko kwenye doubling, yani doubling kama uwili wa kitu fulani ama kuzidisha mara 2. Sasa katika namba 1, 2, 4, 8, 16 zote zinapoongezwa ama zinapopunguzwa zinakuja namba tofauti. Kama tuseme 16 unapoipunguza kinumerolojia ili iwe namba 1 inakuwa namba 7, yani 1 ongeza 6 ni 7. 32 nayo unapoipunguza 3 ongeza 2 ni 5. 64 unapoipunguza 6 ongeza 4 ni 10 ambayo ni 1. Sasa tunaona katika hizi namba za kawaida unakuta doubling yao hakuna namba inayozidisha 3, 6 na 9. Sasa hizi namba 3, 6 na 9 hazikuonekana katika mzunguko wa kimsingi wa kimaumbile, na ndio hii kafanya hizi namba ziweze kuonekana kuwa ni namba za ngazi za juu sana katika historia na kila kitu. Kwa hiyo nitakueleza jinsi gani huyu Nikola Tesla alivyoziona na kiroho zinamaanisha nini. Kwanza namba 3 kiroho ni namba za chanzo cha uumbaji. Yaani unakuta namba 3 inaonekana mahali popote palipo na chanzo fulani. Tuseme kama mwili wa binadamu ili uweze kutimia lazima uwe na mwili, roho na nafsi. Sasa kila kitu, kila asili iko na namba 3. Lazima kuwe na mwanzo, katikati na mwisho, ni namba 3. Lazima kuwe na mwili, akili na roho, ni namba 3. Lazima kuwe na zamani, sasa na baadaye, ni namba 3. Sasa pia katika sayansi unakuta pia namba 3 imekuwa ikionekana sana. Lazima kuwe na protoni, kuwe na neutroni na kuwe na electroni. Yaani protons, neutrons na electrons zote ni namba 3. Kwa hiyo tukiangalia kiroho, na kwa kuwa namba hii haiwezi kuwa doubling, na ikiwa doubling inaenda kwa namba 6 au 9, tukaona kuwa ni namba ambayo iko na chanzo cha uumbaji. Yaani kila kitu lazima kiwe na namba 3. Huwezi hata wewe utanikomentia hapo, ni vitu gani lazima viwe na namba 3. Kwa hivyo ni namba ubunifu, ni namba ya nishati ya kuanza. Vile vile kupitia doubling ya namba 3 tunapata namba 6. Na namba 6 kiroho ni namba ya uwiano na maelewano. Namba 6 si namba tu, inawakilisha nguvu ya ndani haswa. Na Tesla aliamini kuwa katika namba 6 ni daraja kati ya 3 na 9. Ambao ni namba ambao kama ni daraja ya 3 na 6 ni namba ambayo inawakilisha ubinadamu na ule uzoefu wetu katika hii dunia. Na hii namba 6 ni namba ambayo inaeka vitu katika usawa kati ya vitu vyetu vya kimwili na kiroho, na ndio maana namba 6 tukasema ni namba katikati baina ya 3 na 9. Na tukiangalia namba 9 ni namba ya Mungu. Hii ni namba ya ukamilifu. Hii ni namba ambayo ndio watu nasema hata cycle zote ukizaliwa upya wewe umepitia reincarnation,
ukifika the 9th cycle wewe ushamaliza masuala yako, basi ni wewe umefanya bidii uende katika dimensions za nguvu zaidi. Na hata katika kila mzunguko wa 9 tunaenda moja, hatuendelei. Na ndio maana nakwambia namba katika numerology ni 1 mpaka 9. 9 ndo kamili, 9 ndo umungu, 9 ndo ukamilifu. Sasa namba 9 ndio siri kubwa zaidi ambayo iko katika hapa, kwa sababu hatuichukulii kama namba tu, ni namba ambayo inatawala ulimwengu. Na hata unaposoma, kama nilipokuwa nasoma na vitu vya kiroho, nilianza kujiuliza kitambo sana kwa maswala nilipokuwa nasoma, unakuta mduara unapochorwa ni mduara uko na degree 360 ama 360 degrees, lakini pale kwenye zile degree, kwa sababu mduara ni kamili, ukichukua 3 ongeza 6 na 0 inakuja 9. Hivyo inamaanisha namba 9 ni namba kamili. Tukiangalia nusu duara pia, nusu duara uko na degree 180, na hiyo 180 ukichukua 1 ongeza 8 ongeza 0 inakuja 9. Hii ni kuprove ya kuwa namba hazidanganyi. 9 ni namba iliyo kamili, na ukiendelea kuigawa 9 inakuja mara 2 ya hiyo namba. Yaani tuseme uchukue 45, 45 moja ni 4 ongeza 5 iwe 9, na hii 9 unapoigawanya tena unapogawanya inakuwa pengine 22.5 kwenye 45, na hiyo 22, yani 45 ni 4 ongeza 5 ni 9, na hiyo 45 tena inapogawanywa kwa mara 2 tunapata 22.5. Hiyo 22.5 ikiongezwa inakuwa 9, maana ni 2 ongeza 2 ongeza 5 9. Sasa 9 katika mujibu wa Tesla alivyoona, aliona namba 9 ni namba ambayo inaunganisha kila kitu, yani ni the whole, ndo namba kamili, inawakilisha ukamilifu, inawakilisha mzunguko wa kitu fulani na mwanzo mpya. Kwa hiyo method ya 369 au 369 method inatumiwa, na ni method ambayo nimeona katika manifestation zote, ni method ambayo kwangu inanipatia majibu mazuri, na ndio maana huwa nasema chochote ninachokifanya huwa nafundisha watu pia na wakafanikiwe. Kwa hiyo 369 369 kumradhi, ni namba ambayo inatumia siri kubwa, na namba hii inatumwa asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo nitakufundisha jinsi ya kumanifest kupitia hii namba. Namba hii mimi kwa ninavyofanya huwa natumia kwa masaa kadhaa, pengine kuanzia saa 9 alfajiri mpaka saa 9 jioni, ambayo ni 3 am to 3 pm, na asubuhi ni wakati ambapo ni 3 asubuhi ni 3. Kwa hiyo hapo unaanza kuungana na chanzo cha uumbaji, na mchana ni 6 ambao ni wakati ambapo unaleta nia yako katika usawa na maisha yako, na jioni usiku ni 9 ambao ni ukamilisho wa mzunguko ambao unaweza kuruhusu. Kwa hiyo tuseme kutoka saa 9 asubuhi mpaka saa 9 3 am to 3 pm unaweza kutumia 3, na ukatumia tena 6 am to 6 pm ukatumia 6, ukatumia tena 9 am to 9 pm ukatumia 9. Kwa hiyo hizi namba zote ni 369. Sasa nitakufundisha ni jinsi gani unaweza kuzitumia. Kitu cha kwanza, unafaa uchague nia yako. Nia inaitwa affirmation. Chagua kitu kimoja unachotaka kukivutia. Mfano unataka kazi mpya, unataka afya, unataka kiasi fulani cha pesa. Wewe ndio unajua unataka nini. Sasa kwa ile nia ama affirmation utachagua sentensi fupi ambayo hii sentensi utakuwa unaiweka wakati ambapo uko tayari kule kitu ukionyesha kama umekipata. Tuseme mfano, nashukuru sana kupata kazi yangu ya ndoto yenye mshahara mzuri. Sasa hii ni nia yangu. Hii ni sentensi ambayo nilikuwa nataka kazi nzuri. Nimeiandika pale. Sasa ratiba ya kuandika hizi manifestation ili uone kupata majibu. Hii manifestation inaandikwa mara 18 kama 3, 6 na 9, kwa sababu 3, 6 na 9 inatengeza 18. Asubuhi utakapoamka utaandika mara 3. Mara tu unapoamka unaandika nia yako mara 3. Kama mimi, kama nilivyosema, nashukuru sana kupata kazi yangu ya ndoto yenye mshahara mzuri. Mchana unaandika mara 6 ambao ni katikati ya siku. Andika hiyo nia mara 6, na ni kwa ajili ya kuweza kuiongeza nguvu. Unaandika mara 3 asubuhi, unaandika mara 6 mchana ili kuweza kuiongeza nguvu ufikie katika lengo lako. Jioni ama usiku unaandika mara 9, na hii inasaidia sana. Unapoandika mara 9 inabeba ile ukamili,
the whole, kama tulivyosema, namba kamili, na itasaidia kuwa akili yako itaanza kuingiza unachokitaka kwenye subconscious mind. Hata unapolala unakumbuka kitu fulani, maana akili pia unaponakili ama unapoandika ndio inakuwa nzuri zaidi. Kwa hivyo kitu muhimu cha kuzingatia hii manifestation method ya 369 iweze kuwa vizuri ni kuzingatia hisia unapoandika. Unajua watu wengine wanaona kama pengine itakuwa ni kama mtihani. Usifanye zoezi hili kama tuseme ni mtihani wa shule, hapana. Unapofanya, andika ni kama unahisi furaha, unashukuru kwa kwamba hilo jambo tayari limetokea. Hisia ndio kila kitu katika manifestation. Na ukifanya hivi kwa muda wa siku 21 basi utakuwa sawa. Kwa sababu manifesting si kuandika tu. Ni baada ya kuandika unakuwa tayari kuchukua hatua na vitendo ili uweze kufikia katika lengo lako. Kwa hivyo mbinu hii ni inakusaidia akili yako kujenga lengo moja na kufanya uwe na mtazamo chanya, positive, wa kupata kile unachokihitaji. Na ndio maana mtindo unaitwa 369 ya nani? Ya huyo ni ya Tesla, ambayo inatumika sana katika manifestation. Na ndio kajaribu. Kumbuka masala kama haya ya kiroho yanapatikana kwenye YouTube channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hivyo usikose kugusa kengele, subscribe, like, comment and share.